Raisi wa Yanga Hersi Said na makamu wa rais wa klabu hiyo Arafat Haji wamepata ridhaa kutoka kwa wanachama wa klabu hiyo ya kuongoza tena miaka minne. Hersi na Arafat ambao walikuwa ndio wagombea pekee wa nafasi hiyo wamepitishwa na wanachama baada ya kuridhia kwa kauli moja kuendelea kuiongoza Yanga katika uchaguzi mkuu wa Yanga uliofanyika Agosti 2, 2026 kwenye ukumbi wa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa uchaguzi wa Yanga Malangwe Mchungahela amesema baada ya wanachama wa timu hiyo kuridhia kwa kauli moja, Hersi na Arafat wameshinda nafasi walizokuwa wanagombea kwa miaka minne. Kwa mujibu wa ibara ya 23 sehemu ya 3 na ibara ya 24 sehemu ya 1, na watangazia rasmi Hersi na Arafat kushika nyadhifa za uraisi na makamu wa uraisi, amesema Mchungahela. Matokeo hayo yaliamsha shangwe kwa wanachama 877 waliohudhuria mkutano huo, huku wakiwa na furaha na matumaini makubwa kwa uongozi wa Hersi na Arafat kwa kipindi cha miaka minne ijayo baada ya kufanya vizuri tangu walipoingia madarakani. Wakati mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu akiunda bodi mpya ya wadhamini wa klabu hiyo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Crescens Magori amesema uamuzi huo ni batili. Katika mkutano uliofanyika kwenye uwanja wa Bunju Arena Jumapili ya Agosti 2, 2026, Mangungu amewatangaza Salim Abdallah, Dr. Bill Kiwia, Alhaji Ismail Muhammad, Amos Makala, Adam Mgoi, Hamad Abdallah na Hassan Hassano. Akizungumza katika mkutano huo, Mangungu amesema kuwa uteuzi huo umezingatia katiba. Na nukuu, sasa hivi imetoa sharti lazima wawe 7 na pungufu 5, na katiba hiyo hiyo ya baraza la wadhamini pia imetoa sharti lazima wawe 7 pungufu 5, na katiba hiyo hiyo imetoa pia sharti kwa watu ambao wanastahili au wanafaa kuwa wajumbe wa baraza. Mojawapo lazima awe mwanachama, pili mwadilifu, na 3 watakao kuwa tayari kutumikia nafasi hiyo kwa niaba ya wanachama wote, alisema Mangungu. Hata hivyo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Crescens Magori amesema kuwa mkutano huo uliotoa uamuzi huo ni batili. Na nukuu, tunapenda kuwataarifu wanachama wote wa Simba kuwa hicho kilichofanyika Bunju siku ya jana sio kikao rasmi cha mkutano maalum wa Simba. Hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa huko ni batili na kinyume cha katiba ya Simba. Kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 yaliyofanyiwa marekebisho mwaka 2026, ibara ya 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu ya kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Na nukuu, hivyo kesho ambayo ni leo tarehe 3 mwezi wa 8 kwa mwaka 2026 kutakuwa na kikao cha bodi kujadili ajenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama. Mtajulishwa siku maalum ya mkutano huo, imesema taarifa ya Simba. Wakati hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Arusha ambaye ni mmoja wa walioteuliwa kuwa wajumbe wa bodi ya udhamini ya Simba, Amos Makala, amekataa uteuzi huo akisema ni kinyume na katiba. Na nukuu, nimeona hii habari ya uteuzi kuwa mjumbe wa baraza la wadhamini la Simba. Mimi ni mwanachama wa klabu ya Simba, nafahamu vyema katiba ya Simba na mchakato wa kuwapata wajumbe wa baraza la wadhamini wa klabu ya Simba. Uteuzi huu ni batili kwa sababu katiba ya Simba haikufuatwa na mimi binafsi si kushirikishwa, amesema Makala. Wakati rais wa Yanga Engineer Hersi Said akitoa hotuba yake akawapa wanachama taarifa ya mataji waliochukua, lakini ghafla akapata habari isiyovutia ya kuibiwa kwa ngao ya jamii waliowahi kutwa. Akitangaza kwenye mkutano mkuu wa Yanga Jumapili Agosti 2, 2026, Hersi amesema wakati wakifurahia mataji waliochukua msimu uliopita, taji la ngao ya jamii walilochukua mwaka 2025 limeibiwa. Hersi amesema hatua hiyo imewasikitisha, ambapo amewataka waliofanya hivyo kulirudisha mara moja klabuni kwao. Na nukuu, ndugu zangu, wakati tunayaleta haya mataji tuliochukua msimu uliopita, kuna habari mbaya nataka kuwapa. Wakati tunasherehekea mataji yetu tuliochukua msimu uliopita, jambo la kushangaza, kuna mtu katuibia taji la ngao ya jamii
tulilochukua mwaka 2025. Tumeshangazwa sana na hatua hii, amesema Hersi. Aidha, Hersi amesema tayari wameshawasiliana na mamlaka ya soka nchini kutafuta namna ya kutengeneza ngao nyingine kwa kuwa mtengenezaji alikuwa Mtanzania ambapo kazi hiyo imeshaanza. Na habari za michezo kwa Jumatatu ya leo na hitimisha na tetesi za soka pale barani Ulaya ambapo klabu ya Tottenham imefanya jaribio la awali la kumsajili mshambuliaji wa Galatasaray Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 27 kwa dau la hadi pauni milioni 55, lakini mabingwa hao wa Uturuki wanataka pauni milioni 65 kwa mchezaji huyo wa Nigeria. Kiungo wa Newcastle na Brazil Bruno Guimaraes mwenye umri wa miaka 28 anatarajiwa kufanyiwa vipimo vya afya katika klabu ya Arsenal katika dili lenye thamani ya klabu pauni milioni 80. Atletico Madrid inatafakari uwezekano wa kumsajili winga wa Manchester City Jack Grealish, huku Everton na Aston Villa pia wakifikiria kuwasilisha ofa kwa Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 30. Atletico Madrid inafikiria kumsajili winga wa Manchester City Jack Grealish, huku Everton na Aston Villa pia zikitathmini uwezekano wa kuwasilisha ofa kwa mchezaji huyo wa Uingereza mwenye umri wa miaka 30. Tottenham imefanya mazungumzo na mshambuliaji wa Liverpool Cody Gakpo, lakini klabu yake ya Liverpool haina mpango wowote wa kumuuza mchezaji huyo wa Uholanzi mwenye umri wa miaka 26. Kipa wa Braga Lucas Honisek mwenye umri wa miaka 24 amekamilisha vipimo vya afya na anatarajiwa kujiunga na Newcastle baada ya kipengele cha kuvunja mkataba wake chenye thamani ya pauni milioni 25.7 kulipwa kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Jamhuri ya Czech. Hull City inakaribia kufikia makubaliano ya kumsajili mshambuliaji wa Nice Mohamed Al Cho aliye na umri wa miaka 22 kwa ada ya takriban pauni milioni 17 ili kumpata mshambuliaji huyo wa Ufaransa. Hull City pia iko mbioni kumsajili beki wa Australia Lucas Harrington mwenye umri wa miaka 18 kutoka klabu ya MLS ya Colorado Rapids kwa pauni milioni 17. Wachezaji wawili wa Real Madrid, Gonzalo Garcia mwenye umri wa miaka 22 na Cesar Palacios mwenye umri wa miaka 21 wamefanya vipimo vya afya katika klabu ya Fulham kufuatia makubaliano ya uhamisho wa kudumu kwa mshambuliaji wa kiungo huyo raia wa Uhispania. Hull inatarajia kumenyana na Rangers na Cardiff City kinyang'anyiro cha kumsajili kiungo wa Norway Jens Dahi mwenye umri wa miaka 20 kutoka Tromsø. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Haya, nipite na ujumbe wake. Nani huyu? Okay. Angel anasema afadhali mamangu kama umeipata shusha tu. Okay. Anasema kuhusu swali la leo mimi nimeshindwa kupiga kura kwa sababu hayo mambo yote yanategemeana. Kama nikitulia kabisa kabla hujamaliza kipindi basi nitafafanua. Haya msichana wangu. Nelson anasema Simba mbona wanatafunana? I just wonder. Christopher anasema sasa nani aliiba? Hersi muongo bana. Kaongeza na emoji za kucheka. Jamani, sasa anaweza kusema uongo kitu kikubwa namna hiyo na yeye ni kiongozi mkubwa. Asa mtu anaiba taji anapeleka wapi jamani, wakati watu washatangazwa kabisa ni washinde. Ila maisha haya. Ila sema bwana, mtu akiamua kukufanyia ubaya, yani wakati mwingine anakuwa hana hata sababu ya msingi. Yani ile wewe kuhangaika kwako yeye kwake ndo anaona raha. Okay, tuangalie majibu ya swali. Swali la leo pale YouTube limeuliza kwamba swali la leo pale YouTube limeuliza kwamba unadhani mafanikio yanategemea nini zaidi? Ni juhudi, ni bahati, ni elimu au ni mahusiano? Msichana wangu Angel amesema vyote hivyo kwake yeye vinategemeana.
Kura zilizopigwa ni 14. Waliosema kwamba mafanikio hutegemea juhudi ni asilimia waliosema ni juhudi ni asilimia 86, waliosema bahati ni asilimia 7 na waliosema elimu ni asilimia 7. Niwashukuru sana kwa nyie wote mliopiga kura. Nukuu ya leo inasema mvua haidumu milele, hata siku ngumu hupita. Mvua haidumu milele, hata siku ngumu hupita. Kwa hiyo ukipitia kwenye siku ngumu usijali. Ni swala la muda tu, itapita. Zitapita. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti, na hapa nimetoka kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu hapa. Endelea kuitegea sikio Imbanasi Radio. 2:30 tutajiunga na RFI Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili itakuwa ni kipindi cha michezo. 5 kamili nitarejea hapa kwenye kipindi cha mambo leo, na 7 kamili tutajiunga na DW Kiswahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Muda wote huu ulikuwa na mimi. Langu jina ni Salome Mlai. Nakupenda sana. Nikutakia uwe na asubuhi njema, siku njema, wiki njema yenye baraka na fanaka tele. Tukutane 5 kamili ndani ya mambo leo. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.